Karibu kwa taarifa zetu. Jina langu ni Mashirima Kapombe. Katika muda wa miezi mitatu hivi, jicho la serikali ya Jubilee limelenga zaidi mtaa wa Kibera, ambapo Rais Uhuru Kenyatta mwenyewe amezindua miradi kadhaa. Aidha, si mara moja waziri wa ugatuzi amezuru mtaa huo. Na leo waziri huyo alikuwa amepanga kuzuru eneo hilo, lakini mpango ukabadilishwa baada ya kinara wa CORD Raila Odinga kufika eneo hilo. Raila naye ametumia fursa hiyo kudai kwamba serikali ya Jubilee inatumia miradi hiyo kumkabili kisiasa. Lofty Matambo analitathmini swala hilo. Abed Ibrahim ni mwanakamati wa miradi ya maendeleo mtaani Kibera, eneo la Kambi Muru. Ni mmoja wanaokosa pa kutia doa miradi inayoonekana licha ya nyumba yake kubomolewa ili kupisha ujenzi wa barabara. Walituambia hakuna fidia, tukubaliane na barabara ipite, iwe manufaa ya mahali kwetu. Sawia na wanabodaboda ambao wanakiri unogaji wa biashara yao kutokana na kuboreshwa kwa baraste hii. Pepanuka, hata unaweza ona mtu ukiwa mbali na kumwepa. Kitambo tumekuwa na ajali za kiodeda. Kitambo ungetengeneza kitu kama 600, 500. Juu barabara ilikuwa mbaya, lazima uende polepole, uangalifu. Serikali ya Jubilee kupitia wizara ya mipango maalum chini ya wizara yake Anne Waiguru imezindua mpango wa kuiboresha taswira mbaya ya Kibera. Miradi kama ya upanuzi wa vichochoro kwa barabara, usafishaji na ujenzi wa madaraja, mitaro ya maji taka na pia nguvu za umeme. Lakini sadfa iliyoko ni kwamba wakati huo kinara wa CORD Raila Odinga nyuma yangu amekuwa akihutubia wafuasi wake. Mimi nitazidi kuwasukuma waende halahala, wamwage pesa, manyumba yajengwe, na serikali hii manyumba yanajengwa, kazi inapatikana kwa vijana wa hapa kwa kwetu. Raila Odinga amekuwa mbunge wa eneo hili tangu mwaka wa 92 hadi 2007, ila sasa anadai hii ni miradi aliyoianzisha akanyimwa pesa za kuikamilisha, na sasa serikali ya Jubilee inajipiga kifua kuiendeleza. Walikuwa na pesa, walikataa kutoa pesa. Sasa Mungu imeingia kwa roho yao. Sasa wanatoa pesa. Tunasema alhamdulillah. Hii si siasa, kwa sababu ingekuwa ni siasa hata ule mwenye anatamani Kibera angelitengeneza. Mwenye amesema kusema na kutenda, ametenda kweli. Vitendawili hatutambui. Hapana, tambua vitendawili sisi. Eneo bunge la Lang'ata lina jumla ya wapigaji kura zaidi ya 100,000. Je, huenda ikawa ni kweli Jubilee imeivizia ngome ya Raila ili kujitafutia kura za mwaka 2007? Ila wakati hayo yakitokota, baadhi ya wakazi wa Kibera wakitia tetesi kwamba siasa zitaharibu maendeleo katika eneo hili. Lofty Matambo, KTN leo katika mtaa wa Kibera. Taarifa hiyo ya Lofty Matambo ndio inatufikisha katika sehemu ya kauli yako ambayo tunakuuliza, je, unakubaliana na kauli kwamba serikali ya Jubilee inatumia miradi ya Kibera kumaliza kisiasa? Je, unakubaliana na kauli kwamba serikali ya Jubilee inatumia miradi ya maendeleo huko Kibera kumaliza Raila kisiasa? Kuwasiliana nasi basi unaweza kutupatia ujumbe wako kupitia nambari 22155 ama kupitia mtandao wa Twitter @KTN ama @mkapombe. Tukiachana na hayo basi, mwenendo wa watu kuuawa kwa kuchinjwa huku vichwa hivyo vikitengwa kutoka kwenye viwiliwili umeanza kuripotiwa tena katika kaunti ya Murang'a. Mapema leo wenyeji wa kijiji cha Iria eneo la Kiharu wameshuhudia kisa cha mhubiri mmoja kuuawa kwa njia hiyo na kichwa chake kuwekwa kwenye sufuria chumbani mwake. Ni tukio lililowatia wasiwasi jamaa na majirani kijijini Iria, kama anavyoarifu Alimanzu. Simanzi limetanda miongoni mwa wakazi wa kijiji cha Iria, kaunti ya Murang'a, huku wakiomboleza kifo cha mchungaji wa kanisa moja lililobuniwa mwezi mmoja uliopita. Katika makazi ya mwenda zake Bedan Mwangi Shege aliyekuwa na miaka 58, familia yake imejawa na huzuni pasi na kuelewa na hata kushangazwa na ukatili wa kitendo cha kuuawa kwake.
Kila mmoja amekaa pembeni akitafakari sababu ya mzee wao kuchinjwa kwenye tukio ambalo si rahisi kutokea licha ya kiwango cha uhalifu katika eneo bunge la Kiharu, kaunti ya Murang'a. Majirani walikuwa wa kwanza kufika eneo la tukio. Ana polisi wa Kahuro wakaja na gari lao, wakambeba wakampeleka mochari Mulirajas. Huyu amefariki ni babangu. Sasa tunasikia uoga vile tumesikia hiyo kitendo imetendwa hapa jana. Mwana wa marehemu pamoja na baadhi ya majirani wameilaumu idara ya utawala wa wilaya katika eneo hili kwa kile walichokitaja kuwa utepetevu kwenye utendakazi wa vyombo vya usalama hapa. Serikali ingejipanga ama ijue ama venye wanazungukanga huku vituko kama hivi kama wangekuwa elia, sidhani inge happen. Hata hivyo, naibu wa chifu wa kata ndogo ya Kahuti amepuuzilia mbali kauli hizo na dhana za awali kuhusiana na mauaji ya aina hiyo. Watu wasije wakajangilikiwa wafikiria pengine ni mambo ya Mungiki. Hiyo inaonekana sio Mungiki, pengine mtu ambaye alikuwa amelipwa kufanya hiyo kazi. Kulingana na mamlaka, inaarifiwa kuwa siku chache zilizopita marehemu alikumbwa na matatizo ya nyumbani kati yake na mke wake, utata uliotatuliwa kabla ya kisanga hiki. Polisi sasa wanaendelea na uchunguzi kubaini chanzo cha mauaji haya. Ali Manzu, KTN leo, Nairobi. Huku operesheni za vikosi vya usalama vinavyojumuisha KDF katika kaunti ya Baringo zikiendelea, shinikizo kwa serikali kuondoa wanajeshi kwenye shughuli hiyo zimeendelea kutolewa. Na leo kinara wa NARC Kenya Martha Karua ametoa wito kwa Rais Uhuru Kenyatta kuwatimua maafisa wakuu wa usalama, akidai wameshindwa kustiri taifa kutokana na wahalifu. Mohamed Mahmud na taarifa hiyo. Tangu tukio la Kapedo ambapo takriban maafisa 21 waliuawa, viongozi mbalimbali wamejitokeza kutoa hisia zao kuhusu jinsi serikali inavyoendeleza operesheni za usalama nchini. Aidha, leo kinara wa NARC Kenya Martha Karua amekosoa uamuzi wa serikali kutuma jeshi Kapedo. Manyumba imechomwa na wananchi wanalalamika. Their rights have been violated. Tunasema ndio, wacha serikali ifanye ile inaweza ya kuleta amani, lakini iheshimu sheria za Kenya na haki za Wanakenya. There is nobody above the law and the politicians are included in that. At the operation pale ambayo wamepeleka majeshi pale ambayo inaweza kufanywa na askari, wameshindwa. Sasa wanatumia majeshi bila kupata idhini ya bunge. Viongozi wa NARC Kenya wanapendekeza kufutwa kazi kwa baadhi ya wakuu wa idara za usalama. If you are unable to handle your docket and things keep happening, you also owe a duty to Kenyans to exit and let other people be appointed to this position, people who can handle. But the question to our president, where the buck stops. Wakati huo huo, afisi ya inspekta mkuu wa polisi imesema operesheni inayoendelea nchini ina malengo maalum. Iko watu ambaye wamejitolea kupea hawa vijana wetu wandogo waingie kwa wajiunge na vikundi ambaye haramu ambaye sitakiwi. Visa vya mashambulizi ya kigaidi vingali changamoto kuu kwa serikali ya Jubilee tangu kuchukua hatamu ya uongozi mwaka jana. Mohamed Mahmud, KTN leo. Tukielekea Kisumu sasa, ni kisa kilichotokea miaka 32 iliyopita, lakini athari zake zinaendelea kuripotiwa miongoni mwa wenyeji wa vijiji mbalimbali vya taifa, huku baadhi ya waliokuwa wanajeshi kwenye kikosi cha wanahewa cha mwaka wa 1982 wakilipwa fidia na serikali kufuatia maagizo ya mahakama. Wapo wenzao wanaoishi maisha ya uchochole usioelezeka. Frank Otieno anatuletea simulizi ya Joshua Okelo, raia mmoja wa kaunti ya Kisumu ambaye aliathirika kwa jaribio hilo la mapinduzi. Mzee Joshua Okelo mwenye umri wa miaka zaidi ya 70 anapitia wakati mgumu hapa Nyahera, Kisumu. Anabebwa mzega na wasamaria wema ambao humtunza baada ya maisha yake kubadilika
tangu kutimuliwa jeshini wakati wa kisirani cha jaribio la mapinduzi ya serikali ya Rais mstaafu Daniel Arap Moi mwaka 1982. Okello alikuwa mwanajeshi katika kikosi cha wanahewa hadi mwaka huo ambapo taaluma yake ilifikia kikomo. Nilivutwa mpaka nje ya nyumba. Nilipofika nje nilikamata bunduki na ile masol ya bunduki. Huyo akauliza mkubwa yake yule alikuwa naye, akamwambia, boss, nipige huyu risasi. Boss akamwambia, hapana, usipige yeye risasi. Okello alikuwa mmoja wa washukiwa waliotiwa nguvuni kwa tuhuma za kuhusika, na sasa anailaumu serikali kwa kumtia kizuizini kwa jumla ya miezi 8. Kumbe wakati tunakaa hapo magari ya prison ilikuwa imeshaletwa hapa Mariamu. Sasa wakati wakimaliza na wewe unaingia kwa Mariamu. Mariamu unapeleka Kamiti. Mimi nilipelekwa Kamiti, nilifika Kamiti saa 6 za usiku. Ndio sasa hiyo bunduki, hiyo nyuma ya bunduki ikapiga tumbo yangu. Nilikuwa na mimba mwezi 7. Na wakati huo sasa tukakaa chini, mimi nilianguswa chini mpaka chini kabisa. Niliona na macho yangu. Okello anatafuta msaada wa vyombo vya sheria ili kupata haki. Anadai kwamba hata baada ya serikali kubaini kwamba hakushiriki kwenye tukio hilo, juhudi zake za kutaka kurejeshwa kazini ziligonga ukuta. Kama mimi naweza kupata mtu ambaye anaweza kusaidia nione vile naweza kupata kitu yangu, Mungu anajua, hata mimi najua vile naweza kufanya. Okello amesalia kwenye maisha ya uchochole bila wa kumgeukia, akiwa na mkewe mwenye umri wa miaka 62, Rosemary Anyango. Aidha ana watoto 9 walioshindwa kupata elimu hata ya sekondari. Franco Tieno, KTN leo, Kisumu. Sasa katika sehemu ya kauli yako tulikuwa tumekuuliza kama unakubaliana na kauli kwamba serikali ya Jubilee inatumia miradi ya maendeleo katika kitongoji duni cha Kibera kumaliza Raila kisiasa. Nelly Kosgei Kulei anasema la, serikali ya Jubilee ni ya kutenda na sio ya vitendawili. Wacha wafanye kazi kwa wananchi wote kote nchini. Nitarejea baada ya muda usiokuwa mrefu na nitaweza kusoma jumbe zingine baadaye, lakini kwanza tupate kamusi ya leo. Karibu tena. Hali ya taharuki imeendelea leo katika kaunti ya Isiolo kufuatia mauaji ya watu 8 kwenye makabiliano kati ya jamii za Turkana na Samburu. Mapema leo wenyeji wa Isiolo wameandamana na kufunga barabara ya Isiolo kuelekea Marsabit kulalamikia mauaji hayo. Manusura wanaouguza majeraha ya risasi wamelazwa katika hospitali kuu ya Isiolo. Carol Nderi yuko katika kaunti hiyo na hii hapa taarifa yake. Malumbano baina ya jamii za Turkana na Samburu yamechacha. Peter Ekuleu anaomboleza kifo cha mwanawe aliyekuwa na umri wa miaka 25, Paulo Msee. Sasa kufika Isiolo nikasikia jana mambo metendeka, mambo mbaya. Nini? Vijana kwisha. Ekuleu alionekana kukerwa na kile alichotaja kuwa tendo la serikali kujitia hamnazo. Serikali amenisaidii. Naona hakuna hata msaada mimi napata kwa serikali. Mimi mfuko ndio mimi naenda nauza, ndio napeleka mtoto zoezi kwenda. Manusura wamelazwa katika hospitali ya Isiolo level 4, wote wakiuguza majeraha ya risasi. Philip Loyolo na mwenzake Francis Erie walinusurika kifo hata baada ya kumiminiwa risasi. Sisi tulikuwa tunachunga ng'ombe. Wakati sisi tulipeleka ng'ombe kwenye papa. Sasa kumbe ni Samburu iko mbele. Sisi tunachunga ng'ombe, alikuwa hakuna kitu kingine tunajua. Tukasikia tu risasi. What we discovered, or what I discovered with my team, is there was a confrontation of these two people, but they were not grazing at the same time. Animals were in the park, but you could see a difference of about 18 to 20 kilometers from one herd of cattle belonging to one group and the other belonging to the other group.
Uhasama baina ya jamii hizi mbili unaonekana kupaa kufuatia mauaji hayo, na wanachokitaka wakazi wa eneo hili ni kwa amani na utulivu kurejeshwa, wakisema kuwa kaunti ya Isiolo imekuwa ikitulia kwa muda wa hivi karibuni. Carol Nderi, KTN, kaunti ya Isiolo. Karibu kwenye safu ya KTN leo michezo. Kenya hatimaye imezindua rasmi ombi la kuwa mwenyeji wa dimba la kombe la taifa bingwa barani Afrika mwaka 2017, huku serikali ikipania kujenga viwanja viwili kupiga jeki ombi hilo. Kamati andalizi tayari imebuniwa, huku serikali ikitumai kwamba utulivu uliopo nchini utahakikisha Kenya imepata kibali cha kuandaa dimba hilo. Nchini FKF na serikali zimezindua rasmi ombi la kuwa mwenyeji wa kombe la barani la mwaka 2017. Awali Kenya iliomba kuwa mwenyeji wa kombe la mwaka 2019, lakini baada ya Libya kujiondoa kutokana na misukosuko ya uongozi, Kenya iliombwa kuangalia uwezekano wa kuwa mwenyeji wa mwaka 2017. We have been able to get CHAN 2018. The government gave us a guarantee. If you see what's happening in Africa now, we have a problem. Where there is stability is these countries like Kenya, South Africa, Nigeria, and others. It was an emergency bid, so a lot went into it, and it is another occasion for us to share with you, so that you really know what you are doing, what you are working on. I believe you had to hire a special agency from France to help us in the bid. Hata hivyo Kenya ina viwanja viwili pekee vya hadhi ya kuandaa dimba hili, lakini serikali imeahidi ujenzi wa viwanja vingine viwili. By around May, June next year, we'll be very clear on the type and the place where we're going to build the stadium. The initial idea is 2 stadia, because you can't manage 5 financially, but also managing construction of 5 stadia. 1 high altitude and then 1 low altitude. I think Mombasa is the one in manifest. Tayari kamati andalizi ya wenyeji huu imebuniwa na itahusisha idara mbalimbali za serikali, washikadau wa soka nchini, alkadhalika maafisa wa kibinafsi. Hassan Juma, KTN Michezo. Timu ya volleyball ya kinadada imepata ufadhili wa shilingi milioni 14 kutoka kampuni ya mafuta ya National Oil kwa kipindi cha miaka 3. Ufadhili huu ni afueni kwa timu hii ambayo licha ya kufanya vyema barani imekuwa bila ufadhili wowote. Kwa muda sasa timu hii ya volleyball ya wanawake imekuwa ikitamba barani, huku ikishinda taji baada ya jengine. Lakini licha ya matokeo hayo bora, kikosi hiki kimepitia changamoto chungu nzima za fedha, hasa kwa kuwa fedha hizo kutoka kwa serikali na sekta ya kibinafsi. Timu hii sasa imefurahia hatua ya shirika la National Oil kuwapa bunda la fedha zitakazowasaidia katika operesheni zao ndani na nje ya nchi. Our title sponsorship as National Oil comes on board with effect from this month. We will be the title sponsor of this team with a sponsorship of 14 million shillings every year for the team for the next 3 years. Kando na ukosefu wa fedha, timu hiyo imekuwa ikijipata katika mchezo wa paka na panya na maafisa wanaosimamia viwanja vya umma, hususan ukumbi wa Kasarani ambao umejengwa kwa muundo wa kisasa. Na sasa waziri wa michezo Daktari Hassan Wario ameahidi wizara yake itasaidia timu ifaavyo. We've decided that we're going to make sure the team has access to those facilities. We will sit down with the Kasarani administration to make sure that you're not held back.
this kind of sponsorship is a morale booster of the team. We've been yearning for such a thing, and now it has happened. And I think now Kenya should expect better performance. What we did last year, the World Grand Prix, where we won 3 matches, was nothing compared to what we are going to do next year. Timu hii inatarajiwa kuanza mazoezi ya kujiandaa kwa mechi za kufuzu kwa mchuano wa kombe la bara Afrika na mashindano ya bara Afrika mwakani. Shirikisho la soka nchini limeshikilia kidete kwamba ligi kuu itakuwa na timu 18 msimu ujao, ndiposa timu changa zifaidike. Makubaliano waliokuwa nayo na shirikisho la soka duniani FIFA tangu enzi za malumbano, hivyo basi kauli hiyo haitabadilika. Mwenyekiti Sam Nyamweya amesema haya huku akituza mabingwa wa ligi kuu Gor Mahia baada ya kutoa taji la msimu huu. The 2 teams we are relegating from Kenya Premier League are very strong teams. What happens if those teams again, they come down to National Super League? Because they are strong, they go back again the following year. We will never have any other time in promoting those teams, the other teams. So we as a federation, we have given a proposal, and we want our friends, stakeholders, to look at it, so that this year we will have 18 teams. But the message is this: clean up your federations so that you can attract more money. I have been told by various people, football, let's do something more so that we can bring in money. When the president give us a reason to hope that we will clean up our business and football will start attracting mega money as it does in other parts of the country, other parts of the world. KTN Leo Michezo inaletwa kwako na Bank of Africa. Na mtazamaji, katika sehemu ya kauli yako tulikuwa tumeuliza kama unakubaliana na kauli kuwa serikali inatumia miradi ya maendeleo katika eneo la Kibera kumaliza Raila kisiasa, na nikiweza kusoma hapa baadhi ya jumbe zenu. Mlachake Geoffrey anasema hii ni siasa tu, kwani kuna mitaa mingapi Nairobi, waji waweki miradi katika kila mtaa. Isaiah Mweteri naye anasema la, Raila angetumia fursa yake kuboresha Kibera iwapo ataisha kisiasa kwa sababu hii na tokomee kabisa. Alan Mondi naye anasema la, Raila alikuwa waziri mkuu, nani alimnyima pesa? Ni hayo tu tuliokuandalia kwa leo. Naitwa Mashirima Kapombe, kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi, usiku mwema.